Pale airport nilipata changamoto kidogo kwa kuwa passport ile ilikuwa isha expire. Na yetu sisi ni dua. Nilipiga Ayatul Kursi nyingi pale, ile bwana akanigongea. Mama alikuwa anaona hata, sasa mwanangu unaoa vipi? Huna activity yoyote? Daktari alinipa vipimo kwamba nina homa ya ini. Ili mradi ile safari, Sheikh, mtihani, dunia ina mambo mengi sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya podcast yako pendwa ya Ncha Kali. Mimi naitwa Rajab Msami. Tukiwa tunaendelea na mfululizo wa podcast zetu maalum za msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, podcast ambazo zinaangazia hatua za mabadiliko za wageni mbalimbali ambao tunakuwa nao. Jana katika podcast tulikuwa naye Maalim Idrisa Juma Ali, ambaye tulikuwa tukiangazia simulizi za hatua zake za mabadiliko. Yeye Maalim Idrisa ni ustadhi wa madrasa na anaendelea kuhudumia umma, anatoa khidma kwa umma kwenye masuala mbalimbali ya kidini, ikiwa kuulingania na kuifundisha dini yake Allah. Jana tumezungumza naye mengi sana, tumeangazia hatua zake za mabadiliko, tumeangalia njia alizopita, na katika mazungumzo yetu tuliishia yupo South Africa anasoma, yuko mwaka wa pili, lakini kwa bahati mbaya Allah akamchukua mzee wake, akawa amepewa taarifa za kufariki kwa mzee wake, na kwa sababu ya muda tulikomea pale jana. Tuko naye leo tena kwa ajili ya kuendelea kuzisikiliza simulizi za hatua zake za mabadiliko. Kwa nikusihi sana uendelee kuwa nasi, lakini nikukumbushe tu ya kuwa katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kipindi hiki cha podcast kitakuwa kikujia kila siku na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, muda na wakati kama wa leo. Kwa karibu sana, tuendelee kusikiliza simulizi za hatua za mabadiliko za ndugu yetu Maalim Idrisa Juma Ali. Maalim Idrisa, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana, tuweze kuendelea kuangazia hatua zako za mabadiliko. Tuliishia hapo ambapo nimeweza kuwaeleza wanaotufuatilia, tuliishia mpokea taarifa za msiba wa mzee, na ukawa unafanya jitihada za kwenda kule ambako ulikuwa ukiswalisha kwa ajili ya kuangalia kupata fikra na uwezo kuwezesha kurudi nyumbani kwa ajili ya kushiriki mazishi ya mzee. Karibu tuendelee. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, alhamdulillah. Wale mabwana waliniwezesha. Kafanya safari, na pale airport nilipata changamoto kidogo. Kwa kuwa passport ile ilikuwa isha expire. Muda mrefu. Passport yako isha expire. Subhanallah. Yani visa muda mrefu imekwisha. Lakini alhamdulillah nikaongozwa na silaha. Silaha yetu sisi ni dua. Nilipiga Ayatul Kursi nyingi pale, ile bwana akanigongea. Alitambua kama passport ime expire? Sijui sasa yeye kama alitambua. Lakini wewe mwenyewe ulikuwa unajua kabisa passport yangu ime expire? Kwa sababu haina mihuri ya karibu. Mihuri iliyopo ni ya muda mrefu sana. Wakati umeshakaa muda gani South Africa bila kurudi huko nyumbani? Nimekaa takriban miaka 4.5 mpaka 5. Kama miaka 5 hivi. Ambao katika miaka 5 uliokaa, miwili umeitumia kwenye kusoma pale chuoni. Mingine ndio ulikuwa na harakati zako zile security kwenye duka la brother. Naam. Basi yule bwana kasoma akanitizama, akagonga muhuri. Matarajio yangu kabla nilikuwa najua pale patapigwa X nyekundu. Unaruhusiwa kutoka, lakini huruhusiwi tena kurudi. Lakini alhamdulillah nikagongewa. Kapita, kwa kuwa tayari nilikuwa nishakuwa na silaha yangu, kajua hamna shaka. Nikatoka nikafika nyumbani, alhamdulillah. Nilichelewa maziko, kutoka baba kashazikwa, lakini nikashiriki katika harakati nyingine za dua, kusafishia makaburi hakadha, kuweka vizuri. Basi ikawa sasa na tathmini sasa nini nafanya. Mzee ameshatangulia, na mimi ni mtu wa tatu kuzaliwa katika familia yangu. Wa kwanza wa kiume, wa pili wa kike, wa tatu ni mie. Kwa hiyo tayari tuna ndugu zetu chini ambao wanatutizama. Kina kaka mpo. Na mwalimu wangu mmoja Mzulu, siku ambayo naondoka ilikuwa kama 1 week mbele ndo mtihani. Akaniambia nifanye mitihani, na nikafanya mitihani kabla hujafanya safari. Wakati tayari nishatoa taarifa nimepata msiba.
na yeye alikuwa anasomesha hadithi. Wakati na akashamaliza kunisikiliza mtihani wangu, akanambia, Shekhe, lazima unisomee Qur'ani kwa sababu najua Qur'ani hii inaanza ikawa ndo mara ya mwisho. Ana experience, anasema experience yangu watu wengi sana hapa chuoni wakipata dharura wa Tanzania hawarudi. Kwa yule bwana nikamsomea, nikaondoka zangu. Sasa kile kitu kika kina rani kwamba na maana ndo ukweli mimi nitakuwa sirudi. Kiukweli nilikumbana na mambo mengi nikashindwa kurudi chuoni. Na kwa kipindi kile nikachukua hatua ya kuoa. Kuingia kwenye sababu tayari nilishajengeka kiimani vizuri na mazingira yetu ndio kama unavyojua kama hujatumia akili nyingi kiukweli kuprevent mambo mengine unaweza ukajikuta unakengeuka. Kwa hiyo nikasema hapana, nilioa lakini katika hali moja ngumu, sababu mama alikuwa anaona hata sasa mwanangu unaoa vipi? Huna activity yoyote? Naambia mama, wewe leta tutawakal ala Allah. Allah yeye ndo mjuzi wa kila kitu. Sababu nazo. Sina activity zangu nafanya, mama natoka hapa naingia hapa. Kwa hiyo inshallah kwa uwezo wake Allah patafunguka hapa. Basi nilirudi, nilikuwa na simu kiasi 4 hivi. Samsung kutoka nazo South Africa ambazo zilikuwa na gharama. Kwa hiyo kwanza, na mtu ambaye natakiwa kumuoa yupo mbali. Yupo Uganda. Huyu nilikutana naye Pemba akiwa mdogo sana. Tukakutana katika mtandao, akanambia, Sheikh, upo wapi? Nipo South Africa. Mimi nikafikiri upo Pemba, mimi nilikuwa nakuja uko natarajia mume. Mume ni wewe. Nikamwambia mimi nipo mbali sana. Kwa hiyo tukawa tumeelewana kwamba siku yoyote Allah akituwezesha tutafunga ndoa. Sasa mimi nilipokuwa hapa nikamwambia mama, bwana mimi nataka nioe lakini naelekea mbali. Uganda. Anambia sasa inawezekana vipi hali? Nikamwambia wala usiwe na wasiwasi. Nikauza simu zangu 2, nikawa nimepata mahari, nikawa nimepata pia nauli. Nikaondoka na marhumu mjomba wangu mmoja, tukaenda mpaka kule tukakamilisha suala. Tukarudi alhamdulillah. Na mke. Naam. Nilivorudi hapa sasa nikamwambia mama, sasa nataka kusafiri. Kuelekea wapi? Nchi yoyote. Sasa inakuwa, nikamwambia mama wala usijali. Nitasafiri tu. Kwa hiyo nikawa nafanya activities zangu za kawaida. Madrasa ndio activities zangu. Kwa sababu toka nipo Pemba ni harakati ambazo zilikuwa tayari zimeshanikaa damuni. Kusoma vipi? Kusoma kama kawaida Sheikh. Siwezi kuacha kusoma. Wakati nipo hapa kulikuwa yupo mpaka leo Sheikh anaitwa Sheikh Rama. Anakaa Mwananyamala pale. Kwa kipindi hicho namtumia sana. Nikipata wasaa nachukua vitabu vyangu na kwenda, alhamdulillah ananidarisisha. Kwa hiyo nilipokaa nikaanza kusikiliza habari za maagenti hawa katika safari Sheikh, kama kawaida jamaa wakanipiga sana. Lakini alhamdulillah nikabahatika, jamaa mmoja akiitwa Ali Nuru. Yeye alikuwa na posti pia za security. Kwa hiyo vile kabla ya pale nilipoona zile posti zile nikaenda kusoma. Nikasoma security hapa Salama Security Center. Ukasoma kabisa. Nikasoma tena security kwa muda miezi 6 takriban. Alhamdulillah nikamaliza, nikapata certificate yangu. Kwa hiyo nilipoenda pale nikawa na certificate. Nikafanikiwa interview, nikafaulu. Tulikuwa watu wengi lakini tulifaulu kama watu 15 hivi. Lakini pia zilipita harakati nyingi sana kama kawaida yao. Wazee wa kazi wakanichakachua sana. Sheikh, ilifika stage mpaka daktari alinipa vipimo kwamba nina homa ya ini. Ili mradi ile safari Sheikh, mtihani, dunia ina mambo mengi sana. Lakini kwa kuwa mimi na akili zangu nikasema homa ya ini. Nimetoka hospitali juzi na mke wangu. Alikuwa mjamzito. Tumeenda kupima. Kwa nini sikuonekana na ile tatizo? Nikampigia sister yangu. Nikamwambia, sister bwana, nimepata matokeo naumwa na homa ya ini, lakini nikamwambia dhahiri kabisa hii sio kweli. Alhamdulillah nikafanya maarifa, nikaja Mwananyamala hospitali. Nikapima, nikaonekana sina tatizo. Nikaenda Amana hospitali, nikapima, nikaonekana sina tatizo. Nikaenda Temeke hospitali, nikapima, nikaonekana sina tatizo. Nikarudi na mdogo wangu baada ya mimi sasa. Tukarudi ofisini. Sikumwambia chochote mheshimiwa, nikamwambia hebu soma hizo document. Then soma document yako. Simtaji ni daktari gani ambaye alitoa matokeo yale.
Akasoma kama sasa kwa nini? Nikamwambia sasa jiulize wewe, hizi 3 na huyu mmoja. Zipi ambazo zitakuwa correct? Nikamwambia ili mnalolifanya sio, kwa sababu tayari nilijua nini dhumuni lao, ni kwamba tu ile nafasi anapewa mtu mwingine halas. Nikamwambia mambo haya wafanyieni watu ambao ni non educated. Nikamwambia angalia faili langu wewe. Ukishaangalia ile faili utapata jawabu kwamba huyu mtu anastahili kufanyiwa mambo haya, hastahili. Kwa hiyo tukenda mzozo, lakini ikawa tayari uhakika wa jambo upo. Kwa hiyo inshallah kwa uwezo wake Allah nikafanikiwa kusafiri na nilielekea Qatar. Qatar kule nilipofika mimi, hapa ndio nimenenepa sana shekhe. Hapa nimenenepa sana, nilikuwa mwembamba sana. Naam, na ukiniona unaweza kujua huyu mgonjwa. Mimi hata skuli kule Pemba nimepigwa mara 2 tu shule, form 1 mpaka form 4. Walikuwa wanajua mgonjwa. Sasa nilipofika kule, manager ananiangalia, ona huyu ataweza kazi kweli? Ndio security tu tumeletea. Security. Basi kwa kuwa kuna mazoezi asubuhi before. Lakini mazoezi yale wana target unajua mazoezi ya tunaangalia wapi ni weakness. Lakini wananikuta mimi na perform mazoezi yote. Siku hiyo nikatolewa, watu wote shekhe wameanza kazi. Mimi sikuanza kazi. Wanakuja Waganda wananikuta mimi nipo hostel. Kwa hulipwi? Hapana, nalipo kama kawaida. Lakini kazi hujapangiwa. Kwa sababu wana wasiwasi unaona hivi alivyo kweli atamudu. Kwa hiyo siku hiyo tukatolewa tukaenda uwanjani kukimbia raundi 5 uwanja mpira. Mimi nikazunguka zile 5 zote bila wasiwasi. Wengine wale wote hawakuna alofikia. Sasa wewe jamani, mimi sasa siku hiyo ndo ananiambia wewe, mbona mimi nakuona kama you are very weak. Nikamwambia I'm not weak habibi, I'm very strong like you see. Akaambia basi okay. Siku hiyo sasa ndo napata kazi. Shaka muda gani? Nishaka kama miezi 3. Alhamdulillah nimepata kazi sehemu inaitwa Al-Wakra. Na nilikuwa ni msimamiaji na jengo la Islamic University. Nikawa mimi ndio nasimamia, baada ya storekeeper ndio mimi sasa ku make sure kwamba zile nini vifaa vyote vinavyotoka ni salama. Kwa hiyo nikawepo pale. Wakati nipo pale kuna msikiti karibu. Kwa hiyo kama kawaida yangu nikasema hapa msikitini lazima nipate mtu akunisomesha kielimu. Kwa hiyo nika alfajiri na wahi pale, alhamdulillah kuna darasa ya Qur'ani. Baada ya salatul fajri kuna daura ya Qur'ani. Kwa hiyo mimi kule kazini na mwenzangu naambia bwana mimi nitachelewa kidogo. Nikifika na mimi nikajiunga na ile daura. Na pale ilikuwa ni Qur'ani unasoma. Ukishasoma shekhe anakuweka sawa. Kule nilipokuwa South Africa mimi nilikuwa ni imamu pale chuoni. Sasa unajua sisi tumebarikiwa Tanzania wengi sauti alhamdulillah. Kwa hiyo walimu wakananitumia, lakini nilikuwa nasoma makosa mengi bila mwenyewe kujua. Na hata nilipokuwa huko nyumbani nilikuwa pia naswalisha sehemu nyingi. Na katika kusoma kwako Qur'an ahkam tajwid ulisoma? Nimesoma, lakini usomaji wetu wa ahkam tajwidi kuna utofauti mkubwa sana. Unamkuta mtu shekhe amehifadhi ile kitabu chote cha tajwidi, lakini bado katika ku practice ndio issue. Kwa hiyo kuna bwana mmoja yeye ni Malawi. Anaumia sana nafsi yake. Huyu msomaji mzuri lakini ana makosa huyu. Kwa hiyo akapiga moyo kondo, yule bwana akanifuata. Kule South Africa nimerudi kidogo kule kwa sababu nimepata hii kumbukumbu. Akaambia Idrisa, wewe msomaji mzuri lakini una makosa katika Qur'ani. Kwa kuwa mimi ni mhitaji siku zote wa kuhitaji kujua. Pale nikamwambia shekhe, yani lazima leo niambie makosa yangu ni nini. Akaambia sio jambo dogo. Baada ya Isha tukutane. Kweli baada ya Isha nikamtafuta nikaenda darasani kwake, yeye alikuwa mwaka mwisho. Na yeye huyu amesoma Madina. Qur'ani. Kwa hiyo nifika kanambia anza kusoma. Nikamwambia shehe mimi nipo tayari kwa lolote katika Qur'ani. Toka naanza ananiambia fungua, wala usisome kwa hifdhi. Fungua, tizama unachokisoma. Naanza a'udhu billahi, na ananigongea ile, naanza tusema a'udhu billahi akanigongea. Ananiambia tia alama, kila nikikugongea nakwambia tia alama. Umekosea hapo na tia alama. Ile a'udhu billahi moja tu nimetolewa makosa mengi sana. Nasoma bismillah makosa mengi. Nasoma suratul Fatiha makosa mengi. Anataka niendelee, nikamwambia haina haja ya kuendelea kwa sababu tayari nataka sasa nipate sasa. Shekhe, kiukweli nilikuja nikajiona dhalili sana katika Qur'ani. Na ukafikiria nilikuwa napita mbele na swalisha. Nafikiria sasa wanafunzi nilowasomesha. Nimewasomesha makosa.
Na katika kumbukumbu na ni kweli. Hata wewe nikikwambia leo utagundua. Moja la kwanza ile alonigongea ananiambia mimi sisi tunasoma a'udhu ananiambia hapa a'udhu ma'u wa usaknau a'u dhal dhumadhu a'udhu si a'udhu. Nikasema hili kweli lipo hadhiri kabisa kwa mtu ambaye una maarifa, ukiambiwa tu ni a'udhu. Nikasema kweli hapa tunatia kingongo. Tukaja huku katika ra'u, akaniambia hii ra'u wenye shadda lazima ulimi ustiki, usigonge. Ukisema r maana yake re nyingi. Sasa kwa kuwa na akili zangu naona kweli ar, akaniambia arra ra ina maana ulimi usicheze. Kwa hiyo hapo ndo ikawa mwanzo wangu sasa wa kufanya mutwala na kurekebishwa Qur'ani. Natoka siku hiyo kikweli napata shida sana ninaposwalishwa. Maana unakuta watu wanasoma makosa mengi sana. Kwa hiyo nilivorudi kule sasa, pale nikapata Jamali alhamdulillah alinisomesha viraa kadhaa. Manake ni mtaalamu, somesha viraa kadhaa alhamdulillah, nikastafidi kiukweli. Kwa hiyo kule sasa Qatar wakati nimefika zamu yangu daura maana unasoma. Niliposoma yule imamu akashindwa kustahamili. Akaniuliza unatokea wapi? Nikamwambia natoka Tanzania. Tanzania unasoma Qur'ani hivi? Umesoma Tanzania? Nikamwambia nimesoma Tanzania mimi. Qur'ani nimesoma Tanzania, nikasoma na South Africa. Basi ikawa sababu ya mimi yule bwana kunipenda. Akawa ananiendeleza na alhamdulillah pale nakumbuka nilihitimisha fiqh muyassara kwa shekhi pale na vitabu vya baadhi ya vitabu vya nahau. Nahau sikuwa mwingi wa kuhudhuria kwa sababu ya muda, alikuwa anadarisisha baada ya dhuhuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa naibia dakika chache kwa muda wako wa kazi. Kwa hiyo nikakaa pale miaka yangu kadhaa, miaka 3 nilikaa. Nikarudi zangu nyumbani. Kurudi nyumbani nikaamua kuendelea na harakati hapa nyumbani. Na ndipo hapo sasa niliposema kwamba bwana mimi hii ni dhima, mbona naona kama siifanyii kazi? Na nilirudi hapa nikakaa Tanga. Tanga nilikaa Handeni kule nikawa nipo, lakini pia kama kawaida naingia darsa, nasikiliza mashekhe na unasomesha. Nasomesha. Pale ndiko kuna baadhi ya madrasa nasaidia. Handeni ulikuwa kikazi? Hapana. Hapo sasa sikuwa na kazi. Kazi zangu ilikuwa mwenyewe tu, my own business ambao tayari nilikuwa nilipiga tano za mkaa sana kule. Nikileta Dar es Salaam, narudi lakini pia nikafanya mkaa kuku, nilileta sana kuku. Mwisho kabisa nikahamia Kabuku. Mdogo wangu yeye ni mhasibu. Kwa hiyo akanitaka niwepo kule, alikuwa hospitali, nikawepo kule kama kawaida, harakati zangu zinaendelea, lakini pale nikawa naingia kwenye migodi ya mawe meupe. Stone nini wanaita Dolomite zile, nikawa na kitalu changu pale. Nachukua naleta viwandani mjini, lakini nikirudi harakati kama kawaida naingia darsa alhamdulillah. Na pale nakumbuka nilisoma kwa shekhe pale Kabuku, kuna msikiti hapa kituoni pale barabarani pale, shekhe mmoja wa kisunna pale. Nilisoma kitabu kimoja kiitwa Ahkamul Janaiza. Naam, nilisoma pale nikahitimisha, nikaa mwenyewe naendelea na harakati zangu. Mwisho kabisa nikaona kuna umuhimu wa kuwa na kituo changu. Wakati huo miaka yote nyuma na harakati zangu na madrasa nyumbani Tandale pale kiitwa Hizbullah. Kwa hiyo mimi ili nisikose, ikawa kila mwisho wa mwezi nawawezesha walimu pale kwa sababu nilikuwa napata chochote. Kwa hiyo nikasema mimi ili nisikose nifidie huko kwa sababu sisomeshi kule. Kwa hiyo mimi nikasema namlipa mwalimu kwa mujibu wa taratibu za dini yetu, kwamba ukimlipa yule unamwezesha basi bila shaka na wewe unapata chochote. Kwa hiyo nikawa naendelea na harakati hizo. Na pale mwalimu mmoja ambaye alikuwa ni mwanafunzi wangu nilimtoa Pemba nikamleta pale akawa anasomesha pale alhamdulillah. Baadaye nilipoona harakati zinaendelea nikarudi nikawa nasomesha pia mwenyewe. Kwa hiyo kwa Jumamosi na Jumapili nipo na darisisha pale, naendelea na harakati. Mwisho kabisa ndo nikafungua kituo changu ambacho kipo nyumbani kabisa. Nashukuru alhamdulillah. Nyumbani kwa maana ya Tandale. Nalo inaitwa Hizbullah madrasa. Kwa hiyo tuna Hizbullah mbili kama kawaida, lakini challenge ndio huwa inaletea maendeleo. Kwa sababu chachu pia ya kutoka kule kuanzisha kituo pia kulikuwa kidogo maelewano
hayapo, kwa sababu ile mwalimu ambaye nilimweka mimi aliondoka baadaye. Kwa hiyo kukaa na kijana anasomesha, lakini kidogo namuona dhaifu sana. Kwa hiyo mimi kwa kuwa sipo, nawaambia wale wasaidizi baada ya mimi, huyu asome huyu. Na nikamuelekeza pa kusoma ni hapa na hapa, lakini pakawa hawezi, hataki. Sasa na ndio yupo muda mwingi. Kwa hiyo mimi nikida weekend nikija ile napata shida sana. Unaona hapana. Unamsomesha mtu Qur'an umemrekebisha, lakini ukirudi yale makosa bado yapo yale. Namuhimiza shekhi kasome sehemu fulani. Kwa hiyo mimi pale tukashindwana hivyo kwamba haiwezekani ili jambo ni dhima kwetu. Mimi siwezi kuwepo sehemu hii ambayo unaona kabisa maharibiko. Kwa hiyo nikafungua madrasa nyumbani kule alhamdulillah na kituo changu. Pia sababu nyingine niliona watoto wengi wanashindwa kusoma. Aidha zile hali za kwamba walipa 1000 lakini si kama watu hawana uwezo, isipokuwa vile vitu watu hawajui umuhimu wa vile vitu. Lakini mimi nikasema mimi nitafungua madrasa, na nikafungua madrasa ikawa ni bure kabisa. Lakini katika nyendo zangu hizo kuna kipindi niliona tangazo. Maana nilikuwa nasoma, sikuacha kusoma. Kuna hawa mashekhe wetu Hayatul Ulama, darasa zao nyingi alhamdulillah nahudhuria, lakini pia nikasomea ualimu katika kipindi hicho nipo. Nikasomea ualimu katika tawi la Hayatul Ulama ambao linasomeshwa pale Masjidi Mtoro. Soma pale mwaka mzima jinsi gani ya kuweza kusomesha. Kwa hiyo pale nimesoma ualimu alhamdulillah, kuandaa maandalizi ya masomo na nini yote hayo najua alhamdulillah, nimejifunza kiukweli, naweza kusema ni professional katika ualimu. Kwa hiyo nilisoma pale, lakini pia nikasomea uimamu pale au Hayatul Ulama, lakini tulisoma Albaraka pale, kozi zao zinaendeshwa pale. Na soma hiyo kozi pale ya ualimu. Lakini pia nikapata opportunity ya kuwa ni mmoja katika Imam Development Program ambayo hii ipo Afrika nzima. Kuna mabwana hapo South Africa, wao walikuja hapa miaka 3 nyuma kwa mara ya kwanza, wakatutaka baadhi, wakatoa tangazo lao. Hayatul Ulama walituletea tangazo lile tukiwa darasani. Sasa mimi nikafikiria, nikasema la, hii siwezi kuiacha. Na nikafanya application alhamdulillah, wakanitaka katika interview ilifanyika Ayera, maeneo ya Mnazi Mmoja pale. Nikaenda nikafanya interview na nilipata opportunity, kwa sababu wao sana maimamu sana, nataka imamu ambaye ni full time imamu. Mimi nikamwambia mimi sio full time imamu, lakini mimi ni mwalimu na harakati zangu za dawa. Na pia point yao nyingine khutba. Lazima uwe unapata khutba. Mimi nikamwambia mimi khutba napata alhamdulillah, sababu pia ni khatib. Basi sawa. Kwa hiyo na walivyosikia nimesoma kwa Mufti Fayaz, ni mtu wao karibu, ikawa ni sababu pia kuamini kwamba huyu anaweza kufanya hivi vitu. Basi nikapata opportunity hiyo. Wale kiukweli walinisukuma sehemu kubwa sana. Kwa sababu pia na wao wanadarisisha. Ya wanaleta pale full list yao, soma kozi yoyote unayoitaka. Kwa hiyo mimi pia nikaendelea kusoma secular mambo mengi. Kwa hiyo nikasoma short courses za secular nyingi tu alhamdulillah, na mpaka sasa hivi pia nimepata opportunity ambapo hapa kama Allah ataniwezesha kukubaliwa UDSM, nimefanya application. Nimefanya application chuo cha uhasibu. Nikiwa na Allah akiniwezesha basi nitaweza kwenda kujiunga na master kama Allah akiniwezesha. Sasa application na wao ndio wanasimamia hilo. Na hata juzi pia tumefanya interview kuongeza maimamu. Walikuwa 12. Mashaallah. Kwa hiyo alhamdulillah nikiwa katika umoja huo na harakati zangu zinaendelea katika hali hizo. Bana, kwanza nikushukuru sana Maalim Idrisa Juma Ali. Bila shaka mazungumzo yako yatakuwa yamesikika. Tumezungumza kwa urefu sana jana, leo. Bila shaka waliotusikiliza na kutufuatilia wapata mengi ya kujifunza. Tunamuomba Allah ajalie ya mazungumzo yetu haya yakawe sababu kuleta chachu kwa hatua za mabadiliko kwa wengine waliotusikiliza. Mwisho kabisa, kwa sababu tumekimbia sana, tuna kama dakika 1 tu 2. Mwisho kabisa, mazungumzo yetu umeongea sana, lakini umeongea sana Qur'an na ukasema wewe msomaji wa Qur'an, na alhamdulillah tuko katika mwezi wa Qur'an. Kwa hiyo mimi hamu yangu kubwa ilikuwa tumalize pia mazungumzo yetu kwa Qur'an. Kwa hiyo matayasara angalau kwa hii dakika 1 tuliyobaki nayo. Karibu sana Sheikh. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna lilmuttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ingekuwa sio muda Maalim Idrisa, basi kikao hichi kingeendelezwa kwa tilawatul Qur'an, lakini muda nao umetupa mkono. Mimi nikushukuru sana 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 kuweza kushiriki nasi. Omba Allah kulipe kila la kheri kwa muda wako. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Maalim Idrisa Juma Ali ambaye tulikuwa naye kuangazia simulizi za hatua zake za mabadiliko. Bila shaka tunaweza kusikia tangu tulivyokuwa naye jana, halikadhalika leo, na hatuna la ziada kwa muda wetu umetupa mkono. Tumuombe Allah ajalie yote mliosikiliza tuliyozungumza hapa tuweze kuyafanyia kazi. Mimi naitwa Rajab Msami, tulikuwa naye Maalim Idrisa Juma Ali. Hatuna la ziada, tunakuaga kuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.